Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakaribishe tena leo katika muktasari wa Bible study yetu ambayo ilifanyika siku ya jana Jumatano saa 10:30 jioni mpaka saa 12. Na jana tulikuwa tunachambua kitabu kile cha Joshua sura ya 9. Lengo langu katika Roho Mtakatifu ni kukuhamasisha ukipende kitabu cha Joshua na usome hii sura ya 9, na kama ulishasoma basi isome tena na kuona mambo ambayo Mungu ameyaweka hapa kwa ajili yetu. Sasa basi, jana tulijifunza mambo kadhaa. Mtumishi wa Mungu Samuel Kotei alitupitisha na baadhi ya mambo tulioyaona. Jambo la kwanza tuliona kwamba ukirudi nyuma kidogo, sura ya 6 kitabu cha Joshua, sura ya 7 mpaka sura ya 8, unaona ni mapambano. Wanapambana kuupiga mji wa Yeriko, wanapambana kuupiga mji wa Ai, wanapambana sasa sura ya 9 kupiga wafalme hawa wa Kanaani. Kwa hiyo hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba maisha ya kiroho ni maisha yanayohusisha vita throughout. Maisha yetu ya kiroho ni maisha ya vita mpaka tunatoka hapa duniani. Maisha ya kiroho kwa upande wa ndoa yako, kwa upande wa usichana wako, kwa upande wa uvulana wako, upande wa kazini, upande wa utumishi, ni vita. Unapiga, wakati mwingine unaweza kupigwa, unasimama unapiga, unateka, unaendelea mbele. Kwa hiyo vita vya kiroho vinahusisha maisha yetu yote tunakayokuwa hapa duniani, kama tunavyoona wana wa Israeli wanapiga Yeriko, wanakuja Ai, wanapigwa, wanarekebisha mambo yao na Mungu, wanakaa sawa, Mungu anawapa nguvu, wanapiga, wanaendelea mbele. Sasa tunaona katika huu mstari wa kwanza anasema, kisha ikawa hapo wafalme wote waliokaa ng'ambo ya pili ya Jordan, hapo penye nchi ya vilima na katika Shefela na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa kuikabili Lebanon, yaani huyo Mhiti na Muamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waliposikia habari ya mambo hayo. Mambo gani? Hao wafalme walisikia habari za mambo makuu ambayo Mungu aliyafanya kupitia wana wa Israeli, jinsi walivyopiga wafalme wengine huko nyuma, jinsi walivyopiga Yeriko. Sasa hawa wafalme wakaanza kutetemeka, wakaanza kuogopa. Lakini nini tunajifunza hapa? Tunachojifunza hapa ni kwamba matendo makuu ya Mungu yaliyovuma ya msingi wake ulikuwa ni mahusiano mazuri kati ya Mungu na watu wake. Uhusiano mzuri kati ya Mungu na wana wa Israeli ulimruhusu Mungu kufanya mambo makubwa ambayo yalivuma, jina lake likasikika mbali na watu wakamuogopa Mungu wa Israeli. Leo hii kwenye maisha yetu ya ndoa, maisha yako binafsi, mtoto wa kiume, mtoto wa kike, matendo makubwa ya Mungu yataonekana kama mahusiano yako na Mungu yatakuwa ni mazuri. Unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, unamruhusu Mungu kuonyesha ukuu wake kwenye maisha yako. Na wale watakaokutazama kazini kwako, watakaokutazama majirani wako, watauona ukuu wa Mungu na watamhofu Mungu na yemwabudu na kumtumikia. Lakini tunaona mstari wa 2 anasema, ndipo walipojikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na Yoshua na hao Israeli kwa nia moja. Hawa, nini tunajifunza? Hawa ni wafalme hawa ambao kimsingi Joshua aliambiwa na Mungu kwamba hawa
uangamize wote, usiache hata mmoja, angamiza wote. Kwa hiyo walijua kabisa hawatapona. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba walijikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na Joshua. Na kumbuka kwamba hawa walikuwa wafalme, walikuwa wana tofauti zao nyingi tu. Kwanza ufalme mmoja ulikuwa unaweza kupigana na ufalme mwingine wakigombania ardhi au mamlaka, mipaka namna hiyo. Kwa hiyo sio falme ambazo zilikuwa zinaelewana sana, lakini walivyojua tu kwamba Joshua atakuja kuwaangamiza wao wote, waliweka tofauti zao pembeni. Biblia inasema wakajikutanisha kama maadui kwa nia moja. Anasema kwa nia moja, wakajikutanisha kwa nia moja, waliweka tofauti zao pembeni. Sasa unaweza ukaona kama maadui wanaona umuhimu wa umoja, wanathamini umoja ili kukabili adui yao ambao ni taifa la Israeli. Lakini hebu angalia leo hii jinsi ambavyo kanisa halijui thamani ya umoja. Kwaya zinaharibika, watu wanachukiana wao kwa wao. Ndani ya kanisa watu hawapendani, wanachukiana na kusemana vibaya wao kwa wao. Kwa hiyo ule umoja unavurugika kabisa. Na kwa sababu hiyo kanisa linashindwa kumkabili shetani kwa sababu halina umoja. Lakini hawa maadui hawa walijua hawawezi kuipiga Israeli isipokuwa wameungana. Kwa hiyo Biblia inasema walijikutanisha kwa nia moja. Kwa nini kama kanisa tusijikutanishe kwa nia moja dhidi ya shetani? Kwa nini kama kanisa au kama familia, mke na mume na watoto, tusijikutanishe kwa nia moja kumkabili shetani? Yesu aliona umuhimu wa umoja, akatuombea umoja kwa Baba. Lakini leo hii inasikitisha. Lakini nini tunazidi kujifunza hapa? Nikawa naangalia kwa mfano, wewe Mkristo umetoka Sinza unahamia Mbezi. Unahamia Mbezi. Sasa ukifika kule Mbezi, wewe ni Mkristo, ule usiku unataka kusali, unaimba nyimbo zako, unasali. Yale mapepo ya eneo lile yakishapata hiyo habari kwamba kuna mtu wa Mungu ameingia hapa, lazima yataenda kutafuta nguvu kwa mapepo wenzake. Kama ni wachawi, hata kama walikuwa hawapatani wao kwa wao, lazima watawatafuta wachawi wengine kuunganisha nguvu ya kukudhibiti wewe. Hilo uwe na uhakika nalo. Ndio maana unaweza ukawa umeingia mahali ukaanza kwa mashamshamu, maombi na nini, baada ya muda unashangaa umezimwa kabisa. Una cha maombi wala una cha nini. Jua katika ulimwengu wa roho, wachawi waliunganisha nguvu zao, mapepo yameunganisha nguvu zao ili kukudhibiti, kama hawa jamaa walivyokuwa wamejikutanisha kwa nia moja. Hata kama unakwenda kuanzisha huduma mahali, unapeleka kanisa kwenye eneo fulani, wachawi, watu wenye nguvu za giza, wakishajua tu kwamba hapa kanisa limeleta mwanga, lazima watatafutana, watapeana nguvu, watapeana maarifa kuhakikisha kwamba hilo kanisa haliendelei, kuhakikisha kwamba hilo kanisa halikui. Lakini Mungu wetu ni mwema. Tujue kwamba hiyo ni vita ya kiroho. Hata kazini, wakijua tu kwamba kuna mtu wa Mungu ameingia kwenye hiyo ofisi, wale watu wabaya watakutana, watajikutanisha kwa nia moja kufanya vita na wewe. Lakini kumbuka, vita ni ya Bwana. Vita ni ya Bwana. Tunatakiwa tufanye tu yale mambo ya msingi na Mungu atatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye mstari wa 3 mpaka wa 4, wa 5, wa 6 pale, tunawaona anasema hapa kuna wenyeji wanaitwa hao wenyeji wa Gibeon. Waliposikia habari yote ya Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na Ai, wao, Biblia inasema mstari wa 4, wakatenda kwa hila. Nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe, wakaenda na magunia makuu, wamevaa magunia, na punda zao na viliba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu, vilivyoraruka na kutiwa viraka,
wakavaa viatu vilivyotoboka toboka na kushonwa shonwa katika miguu yao, na mavao makuu makuu waliokuwa wanavaa, tena mkate wote na chakula chao ilikuwa umekauka kabisa, umekauka kabisa na kuingia ukungu. Sasa kwa nini walifanya namna hiyo? Walifanya namna hiyo kwa sababu walijua kwamba wao hawatapona, kwa sababu Israel wameagizwa na Mungu kwamba hayo mataifa yote hayo au wenyeji wa karibu wote hakikisha mnawamaliza. Kwa hiyo wao ikabidi wafanye huo ujanja. Walivovaa hivyo vitu vichafu, ule mstari wa 6, wakamuendea Joshua, hata Biblia inasema hata Maragoni huko Gilgal, nao wakamwambia yeye na watu wa Israel, sisi tumetoka nchi ya mbali sana, basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Umeona? Na Mungu aliwaambia watu wakitoka nchi ya mbali kama wanajisalimisha au msiwaue, lakini wale watu wa karibu au hakikisheni mmewafuta wote. Sasa hawa wa Gibeon walikuwa ni watu wa karibu na walijua kwamba watakufa. Kwa hiyo wakavaa viatu vilivyochanika, manguo yaliyochanika, wakamwambia sisi tumetoka mbali, hebu angalieni tulivyochoka namna hii, hata viatu vyetu, hata vyakula vyetu vimekauka. Lakini walikuwa ni waongo. Kwa hiyo wakamwambia Joshua na watu wake, tuingieni agano na sisi na nini. Waliwadanganya. Joshua akawaonea huruma, akakubali kuingia agano nao, lakini tutaona hapo mbele walikuwa wamesema uongo. Walikuwa wamesema uongo, wamekuja na maneno matamu, maneno mazuri, lakini yalikuwa yamejaa uongo. Kwa hiyo likafanyika agano, lakini kwa sababu ya maneno yao ya uongo. Hapa tunajifunza nini? Hapa tunajifunza kwamba shetani siku zote ni mtu wa hila. Ndio maana kwenye Waefeso wanasema tuvae silaha zote ili tuweze kuzipinga hila za shetani. Shetani akitaka kuja kufanya ushirika na wewe kwenye ndoa yako, atakuja kukudanganya tu. Atakuja na maneno mazuri, atakuja na maneno matamu, atakuja na hila ili akupotoshe wewe usiweze kufanya kile ambacho Mungu anataka wewe ufanye. Na tunaposema shetani, usifikiri kwamba utakaa namna hii utamuona shetani amekuja kwenye ndoa yako na mapembe sijui na nini. Hapana. Shetani atatumia rafiki yako, shetani anaweza kutumia mchungaji wako, shetani anaweza kutumia muumini wako, akaja na mambo ya uongo, akaja na maneno matamu, akakuvuruga, akakutoa nje ya mapenzi ya Mungu, ukajikuta kwamba umepotoka kabisa. Lakini kwa nini? Kwa sababu shetani alimtumia mwanakwaya mwenzako kukulubuni, ukaingia kwenye uzinifu, ukaingia kwenye mambo machafu. Shetani alimtumia mchungaji wako kuingiza kwenye uzinifu na mambo kama hayo. Shetani alimtumia muumini wako kukupeleka kwenye mambo ya ulevi, kwa kudanganya tu, katumia hila. Wakati mwingine watu unakuja na maneno mazuri sana kwa wachungaji, anajifanya mtu wa Mungu, mcha Mungu, lakini mwisho wa siku anamuingiza mchungaji katika mambo magumu au mambo mabaya na kwa sababu hiyo unaona kabisa kwamba mstari ule wa 7 anasema basi watu wa Israeli wakawaambia hao wa hivi, labda mwakaa kati yetu, nasi tutawezaje kufanya agano nanyi? Ni kama vile Israeli walishashtuka hivi kwamba hawa watu inawezekana ni watu wa karibu, hao tunawezaje kufanya agano na wao? Lakini ule uongo wa wale wa Gibeon ukawapumbaza namna hii, ukawapumbaza kabisa. Wakajikuta kwamba ule mstari wa 8, nao wakamwambia Joshua, sisi tu watumishi wako. Joshua akawauliza, ninyi ni akina nani? Nanyi mwatoka wapi? Nao wakamwambia, sisi watumishi wako twatoka nchi iliyo mbali sana. Imagine, wanazidi kudanganya, kutoka nchi ya mbali sana kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari yake yote aliyoifanya huko Misri. Hebu angalia wanavyomdanganya Joshua. Wanamdanganya, wanamwambia kwamba sisi tumesikia habari za Mungu wako na nini, ndio maana tumekuja. Lakini kumbe ni watu majirani tu ambao kwa amri ya Mungu walitakiwa wauawe. Sasa angalia mstari ule
mstari ule wa 14, mstari wa 14 anasema hivi: basi hao watu wakatwaa katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Kwa hiyo Joshua na watu wake hawakutaka kumuuliza Bwana kwamba vipi, hawa watu tuingie agano nao au vipi. Hawakutaka kumhusisha Bwana, wao wakajichukulia maamuzi yao wenyewe. Nini tunajifunza hapa? Wakati mwingine kwenye maisha yetu, kwenye ndoa zetu, kwenye kazi, kwenye huduma, tunafanya mambo labda kwa kusukumwa na tamaa zetu wenyewe, labda kwa kusukumwa na faida zetu wenyewe. Hatutaki kumuuliza Bwana kwamba hiki Mungu ni kitu sahihi, je, nikifanye au nisikifanye? Biblia inasema hawakutaka shauri toka kwa Bwana, walijiamulia wao wenyewe tu. Jiulize wewe, mambo unayoyafanya, je, unataka shauri kutoka kwa Mungu? Unamuuliza Mungu au unafanya tu kwa sababu yanapendeza nafsi yako? Lakini mstari ule wa 15, Mungu mstari ule wa 15 anasema pale, naye Yoshua akafanya amani pamoja nao na kufanya agano nao, ili kwamba waachwe hai, na wakuu wa mkutano wakawaapia. Kwa hiyo wakafanya agano na hawa watu. Na unajua agano maana yake pande mbili, huku kuna mtu na huku kuna mtu, na Mungu anaingia katikati, kama ndio shahidi au msimamizi au mwenye kusimamia hayo mapatano. Umeona? Sasa mstari wa 18 wakaja kugundua kwamba kumbe wamedanganywa, kumbe wamedanganywa kwamba hawa watu ni watu wa karibu tu. Lakini ikawa tena ngumu kufanya nini? Ikawa ngumu tena kuwaua. Ndio ule mstari wa 18 anasema hivi: wana wa Israeli hawakuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekwisha kuwaapia kwa Bwana Mungu wa Israeli. Nao mkutano wote wakawanungunikia hao wakuu. Kwa hiyo walivyokuja kujua kwamba kumbe tumeingizwa chaka, tumedanganywa, hawa watu tulitakiwa tuwaue kwa maagizo ya Mungu, lakini wametudanganya, tumeingia agano nao, wakashindwa kuwaua. Wakashindwa kuwaua kwa sababu gani? Kwa sababu kama wangewaua, manake wangekuwa wamedharau agano, na Mungu huwa anaheshimu sana agano. Kwa hiyo wakasema kwamba hatuwezi tena kuwaua kwa sababu tumeshamuhusisha Mungu kwenye agano hili. Hata kama walitudanganya, lakini tumeshaingia kwenye agano, tumemhusisha Mungu. Tunawezaje kuwaua? Haiwezekani. Na hapa ndugu zangu, ndio naona vitu vya msingi sana, ndio naona nguvu ya agano. Nikawa nafikiria sana kama tu, hebu fikiria hawa jamaa wamekuja wamezungumza mambo ya uongo kwa kina Joshua. Wakina Joshua wakaingia chaka, wakaingia agano nao, lakini wanashindwa kulivunja lile agano kwa sababu wanaona watamdhalilisha Mungu. Kwa hiyo ikabidi wawachukulie tu hawa watu waende nao hivyo hivyo. Sasa angalia leo hii kwenye maisha ya ndoa, inawezekana mtu kachukua mwanamke, labda hakumuuliza Mungu, kachukua mwanaume hakumuuliza Mungu, wakaenda kanisani, wakaweka agano pale, mke na mume, na Mungu akiwa ndio shahidi wao na mgonga muhuri wa lile agano, kwamba katika shida, katika raha, katika ugonjwa, katika furaha, mimi nitakuwa na wewe. Alafu ndani ya mwezi mmoja watu wanaachana na kutukanana matusi ya nguoni, na kuvunja lile agano. Hivi bila hofu ya Mungu, bila hofu hivi, hata ukienda huko unaweza ukatoka kwenye lile agano ukasema mwanaume gani wewe, mwanamke gani wewe, labda ukajiona umefanikiwa huko unakokwenda, lakini nataka kukuambia lazima utakosa ile amani ya kweli. Utakosa ile amani ya kweli kwa sababu umelivunja agano. Na kitu kingine ambacho tunachojifunza hapa, kwamba watu walivyojua kwamba viongozi wao wamekosea, watu walinung'unika sana. Ule mstari wa 18 19 wakalalamika kwamba nyinyi ni vipi? Sasa watu wanachoshindwa kuelewa, kitu cha kujifunza hapa ni kwamba viongozi na wao ni wanadamu na huwa wanakosea.
Sasa watu wanaoongozwa siku zote ni kama huwa hawataki kuona viongozi wakikosea, lakini viongozi na wao hukosea. Ndio maana tunaona kina Joshua kama viongozi walikosea kwa sababu walidanganywa. Umeona walidanganywa. Kwa hiyo watu walinung'unika, na hii ni kawaida ya watu wanaoongozwa, kunung'unika bila kujua kwamba viongozi na wao ni binadamu tu kama binadamu wengine. Lakini namshukuru Mungu kwamba wakina Joshua walisimama imara, wakawaeleza watu wao namna ambavyo udanganyifu ulitendeka, na basi jambo hilo likaweza kupita namna hiyo. Nataka hapa tunajifunza nini? Hapa tunajifunza sisi tunaoongozwa tujue kwamba viongozi ni wanadamu, wanaweza kukosea kwa kudanganywa, kwa madhaifu yao, lakini manung'uniko hayajengi wala hayaleti tija. Zaidi sana rehema za Mungu kwa wale wanaotuongoza, lakini kuwatia moyo na kuwasikiliza hata kama kuna mahali hawakufanya vizuri, kuna mahali wamekosea. Lakini viongozi ni muhimu pale mnapokosea au tunapokosea kukiri kwamba tumekosea, aidha tulidanganywa, tukadanganyika, na kwa sababu hiyo tukatenda tofauti. Tusijifanye sisi kama ni miungu kwamba labda huwa hatukoseagi. Hapana, sisi ni wanadamu tu, na tunaweza tukakosea kwa sababu ya kudanganywa, kugilibiwa au kuhadaiwa namna hiyo. Kwa hiyo hilo nimeliona hapo kwa jinsi ya namna hiyo. Lakini ukiwaangalia sasa hawa Gibeonites, baada ya kwamba sasa wamedanganya na wameshaingia kwenye agano, wana wa Israeli wakashindwa tena kuwatoa. Ikabidi wawape kazi za kupasua kuni, wakawapa kazi za kuchota maji kwa ajili ya madhabahu, wakawekwa kwenye utumishi wa madhabahu kabisa. Hapa nini tunajifunza? Hapa tulichojifunza ni kwamba hata kama mtu ana historia mbaya, lakini rehema za Mungu zinaweza kumfanya huyo mtu akaweza kubadilika, akaweza kumjilia Mungu tena. Na wakati mwingine unaweza kuwa na watu ambao hawajaokoka kanisani, ukakuta wengine wanapiga gitaa, wengine sijui wanapiga keyboard, lakini hawajaokoka. Lakini kwa uvumilivu mkubwa kwenye hiyo process ya kumtumikia Mungu namna hiyo, unaweza ukajikuta kwamba maisha yao yanabadilika, maisha yao yanageuka, na wanaanza kumcha Mungu na kumpenda Mungu tena sana. Lakini la pili ninaloliona hapa ni kwamba hawa mabwana walipewa kazi ya kuchanja kuni na kupeleka maji huko kwenye madhabahu. Nini tunachojifunza hapa? Tunachojifunza ni kwamba kazi yoyote inayofanywa kwa ajili ya Mungu na kwa utukufu wa Mungu, hata ikiwa ndogo kiasi gani, hata ikiwa ya kudharauliwa kiasi gani, ni kazi inayotakiwa kufanywa kwa umahiri na kupewa heshima kubwa, kwa sababu imemuhusisha Mungu. Hawa Wagibeoni hawa ni kama walionekana wamedharauliwa vile, kazi ya kuchanja kuni na kuchota maji, lakini kwa sababu waliifanya kwa ajili ya Mungu, Mungu aliwakumbuka hawa. Pamoja na kwamba walidanganya, lakini Mungu aliwapa rehema, akawasogeza kwenye neema yake zaidi. Kwa hiyo nataka niwatie moyo wale wanaosafisha viti kanisani, wanaofagia kanisani, wengine wakija wanakaa tu mahali pazuri, wasijidharau, wasijisikie wanyonge. Iko reward, yako malipo, iko thawabu kwa ajili ya hayo wanayoyafanya, kwa sababu wanafanya kazi kwa ajili ya Mungu na wanafanya kazi ya Mungu kwa utukufu wa Mungu. Kumbuka, mtu wa Mungu, humfanyii mwanadamu. Unaposafisha madhabahu, unaposafisha vile viti, unaposafisha eneo la kanisa, unapofanya kitu kama moyoni mwako unafanya kwa ajili ya Mungu na si watu, basi Mungu ana namna yake ya kukusogeza karibu na yeye zaidi na kukupa mafanikio au ustawi. Ndugu zangu, hii sura ya 9 hii imesheheni
mambo haya mazuri, matamu, ambayo ukiyatafakari na kuweka kwenye maisha yako, utazidi kumpenda Mungu, utazidi kumpenda Mungu. Mimi nimekipenda kitabu cha Joshua, na kila sura kwangu naiona ni sura mpya, ni sura ina mambo ya kunisaidia kwenye utumishi wangu, kwenye ndoa yangu, kwenye maisha yangu, na ninaamini na wewe kwa tafakari hii fupi unaweza ukayaona mambo ya kuapply kwenye maisha yako. Usichukue hii tu kama nadharia, kama elimu tu ya kuweka kichwani na ukawa mfarisayo. Hapana. Mambo haya tumuombe Mungu yawe kwenye maisha yetu. Tuwe makini na hila za shetani, kwa sababu udanganyifu ni mwingi, lakini tuweze kuheshimu viapo na maagano, kwa sababu Mungu kwa sababu maagano yana nguvu sana, na Mungu anathamini sana maagano. Anathamini sana maagano. Anathamini sana maagano. Lakini tujue kwamba maisha yetu ya kiroho ni maisha yanayotutaka tuwe vitani siku zote. Tujue pia kwamba umoja ni nguvu. Kama maadui wanakutana kwa sababu ya umoja kukabili watu wa Mungu, sisi watu wa Mungu pia inatupasa kutafutana, kuweka umoja wa kimaombi majumbani kwetu, tukutane tuombe, tukutane kwenye fellowship, tufanye ibada, tutiane moyo, tutiane nguvu, lakini tusiache familia zetu zinasambaratika, ndoa zetu zinaharibika kama mapepo hapa ilinishangaza sana. Kuna yule mdada ambaye alikuwa na mapepo. Yesu alipomuuliza wale mapepo, ninyi ni kina nani? Wewe ni nani? Yale mapepo akasema, sisi ni jeshi. Na jeshi moja la mapepo, hiyo battalion, yani jeshi moja, battalion moja, kikosi kimoja kilikuwa kina mapepo karibu 1,000. Mapepo 1,000, imagine, yako ndani ya mdada mmoja, lakini kule ndani yanafanya kazi kwa uelewano. Mapepo 1,000 ndani ya mtu yanafanya kazi kwa uelewano na ushirikiano mkubwa kuhakikisha wanamdhibiti huyu dada asimjue Mungu, asifanikiwe, asipige hatua. Mapepo 1,000 hayagombani, yanafanya kazi kwa ushirikiano ndani ya mtu mmoja. Sisi leo utakuta wakati mwingine kanisa lina watu ambao hawazidi 100, lakini ni magomvi, ni kushambuliana, ni kubagazana, ni kutwezana. Umeona watu wanabanangana na kutwezana huko. Umeona hakuna umoja. Matokeo yake adui anapita katikati, anatengeneza chuki, anatengeneza magomvi, na kazi ya Mungu inakuwa haiende. Hapa tuna jambo la kujifunza sana, kwamba tuache tofauti zetu pamoja, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye kanisa, iwe ni kazini, ofisini, tukutane kwa nia moja, ili kuweza kutekeleza lile jukumu ambalo Mungu anataka tulitekeleze kwa ufanisi mkubwa. Ndugu zangu, nataka tena niwape hamasa, mkipende kitabu hiki cha Joshua. Kama ukusoma sura hii ya 9, isome tena na tena, tena na tena. Basi wiki ijayo tutaendelea na sura ya 10, na naomba unaweza ukaipitia sura ya 10 kabla hatujafika, ili tukifika utakuwa pia utaisoma kwa mara nyingine na mara nyingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu. Ninaomba Bwana, anaposikiliza klipu hii na kufuatilia ile sura ya 9 ya kitabu cha Joshua mstari kwa mstari, Mungu naomba ukampe na kumwangazia nuru yako. Bwana, mambo haya atakayoyaona ayachukue, ayakubali, ayaamini, na yakafanyike vazi kwenye maisha yake Bwana, kwa sababu neno lako Bwana tunaomba lifanyike mwili, likakae kwetu, ili tukauone utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Mungu, kwa sababu neno lako ni tamu. Neno lako ni tamu kuliko sega la asali. Neno lako ni kweli Bwana, limehakikishwa mara 7 Bwana. Asante kwa sababu neno lako limebeba uzima, limebeba uhai. Tunapolisoma Bwana, maisha yetu, ndoa zetu zikapate uzima, zikapate uhai. Mungu, tukakupende wewe na kujiepusha na uovu, katika jina la Yesu Kristo. Mbariki kila anayesikiliza Bwana somo hili na kufuatilia kwenye maandiko matakatifu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.